na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa baraka za kimwili, pia tumepata nguvu ya kuendelea na ratiba yetu, maana hata nguvu za kimwili pia zinahitajika. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa upendo aliotuhudumia kwa chakula. Basi tunaendelea na somo letu juu ya uhakika wa wokovu, na tumeona jinsi ambavyo kwamba tunapokuwa tumeokoka, basi tunapaswa kuwa na uhakika kwamba kweli tumeokolewa. Na kwa sababu tunapokuwa tumeokolewa, tunajua kwamba namba moja, Mungu ametukubali na kutufanya kuwa watoto wake. Tumekuwa wana wa Mungu. Lakini pia tulikuwa mbali sana naye, sababu dhambi ilitutenga mbali na yeye, lakini kupitia mwanawe Yesu Kristo ametupatanisha. Kwa hiyo tumekuwa karibu na Mungu wetu baada ya kuwa tumeoshwa dhambi zetu. Lakini pia tunakuwa tumekombolewa kutokana na hukumu, kwamba tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo kama mwokozi wetu, tunapata uzima wa milele. Na tukiwa katika hali ya dhambi, hukumu ipo juu yetu, tunahukumiwa. Lakini tunapomwamini Yesu, tunaondolewa ile hukumu ambayo ilikuwa tukabiliane nayo kama tukimkataa Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba tunakuwa tena hatuingii hukumuni, bali tunaingia katika uzima. Hilo ni kwa sababu tumemwamini Yesu, tumeokoka. Lakini tukaona pia kwamba ni kitendo cha kuhesabiwa haki, kwamba hatukustahili. Pengine tulistahili adhabu na kufungwa kifungo cha milele, lakini sasa kwa neema yake Mungu na kupitia damu ya Yesu Kristo tunakombolewa, alafu tunahesabiwa haki bure kupitia imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tuliona kabla tujakwenda kupata chai, tukiona mwisho kwamba tunakuwa tunahamishwa kutoka katika ufalme mwingine na kwenda katika ufalme mwingine. Kuna ufalme wa giza na kuna ufalme wa nuru. Kwa hiyo tunahamishwa ufalme, tunaachana na ule ufalme wa shetani, tunaingia katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo yote haya ni yanatuonyesha kwamba tunapokuwa tumemwamini yeye, tunakuwa na uhakika kwa sababu ya haya ambayo Bwana anayafanya katika maisha yetu. Lakini tunapokuwa tumemwamini Kristo na kwamba sasa tuna uhakika na wokovu wetu, kuna mambo pia ambayo ni ya msingi kuyaangalia, ambayo pia yanaonyesha kwamba sisi kweli ni watoto wa Mungu, kwamba sisi kweli tumeokoka, kwamba sisi kweli tuna uhakika na wokovu katika maisha yetu. Sasa kuna mambo ambayo Mungu anayataka tuweze kuyadhihirisha katika maisha yetu tunapokuwa tumeokoka namna hiyo. Na kwa hiyo inakuwa kama ni mitihani fulani au majaribio fulani au vipimo, kwamba kweli wewe kaka, wewe ndugu, dada, kweli umeokoka. Je, hili kwenye mizani unapimwa, je hili uko sawa? Na je hili na lenyewe uko sawa? Kweli wewe umeokoka. Kwa hiyo kuna kuwa na vipimo namna hiyo ambavyo vya kudhihirisha kwamba kweli sisi tumeokoka. Sasa tunakwenda kuangalia hayo mambo yanayodhihirisha wokovu katika maisha yetu. Namba moja, ni mwenendo wetu, mwenendo wa mwamini. Sasa mwenendo wa kudumu, mwenendo wa kuendelea kila siku tunavyoenenda katika maisha yetu. Je, tunaenenda namna gani? Je, tunaenenda kama maandiko yanavyosema? Biblia inatuambia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1, naomba tusome kuanzia mstari ule wa 6 hadi wa 7. Naomba aliyefika anaweza katusomea tu pale mara moja. Karibu sana. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani twasema uongo,
wala hatuifanyi iliyo kweli, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Asante sana. Kwa hiyo hapo tunaona kuna kitu kinachoitwa mwenendo wetu, mwenendo. Kwa hiyo tunapokuwa tumeokoka, tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo, mwenendo wetu unatakiwa kubadilika. Na mwenendo wetu unatakiwa kudumu kwa mwenendo wa nuruni. Kwa sababu tumekiri kwamba tunashirikiana na Mungu, tunashirikiana na Kristo. Je, sasa mwenendo wetu ukoje? Anasema tunapaswa kuenenda katika nuru. Kama tukienenda nuruni, ina maana kweli sisi tunaambatana na Mwokozi wetu, tunaambatana na Kristo. Hii inamaanisha kwamba tunamfuata Yesu na kufanya yale ambayo anataka tuyafanye. Lakini kama tunaenenda gizani na tunakiri kwamba tunamwamini Kristo, basi tunaonyesha kwamba sio kweli. Kwa hiyo kumbe kuna jambo la mwenendo. Mwenendo unatakiwa uwe mwenendo mzuri. Tukisoma pia kile kitabu cha Zaburi 119, nadhani tusome ule mstari wa 105. Zaburi 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo tunapolishika neno la Mungu, neno la Mungu linatufanya tuenende katika nuru. Tunapolitenda neno la Mungu, tunapotendea kazi neno la Mungu, linatuongoza kupita katika njia ya nuru. Kwa hiyo ni vizuri sana, kama tulivyojifunza jana pia kuhusu Biblia, tujenge tabia ya kulisoma neno kila wakati. Tuliona hata jana kwamba jinsi gani kijana aisafishe njia yake, awe katika nuru wakati wote, ni pale ambapo analifuata, analitii neno la Mungu. Na katika mstari huu tunaona anatuambia kwamba neno lake Mungu, hili neno hili ni taa ya miguu yetu, lina uwezo wa kutuongoza tukaenenda vizuri katika maisha yetu. Kwa hiyo tuwe na tabia ya kulisoma neno kila wakati. Isome neno asubuhi kabla hujaamka. Ni vema pia kuwa na nidhamu kama hiyo ya kulisoma neno. Mtu mmoja alisema, kabla sijapata chai, natakiwa nipate chai ya kiroho kwanza, ambayo ni neno la Mungu. Amen. Hata wakati wote ule, hata baada ya hapo, hata mchana saa ngapi, pata nafasi pia kulisoma neno hata kwa dakika kadhaa. Lakini pia tunapokwenda kulala, kabla hata ya kula chakula cha usiku, pengine soma neno. Hata ukisha kula chakula sawa, lakini hakikisha kwamba kabla hujaenda kulala, yani lazima usome neno. Na nilikuwa nasoma kitabu fulani cha mtu mmoja, mwandishi, alitumia katika kuhimiza umuhimu wa kulisoma neno, alitumia neno hili. Alisema no breakfast, anasema no Bible no breakfast, no Bible no breakfast. Alafu akasema no scripture no sleep. Unaona kwamba hakuna kifungua kinywa kabla Biblia. Yaani kama Biblia hujasoma, basi hata kifungua kinywa usipate. Yaani kama Biblia hujasoma, hata kwenda kulala usiende kulala. Kwa hiyo ni maneno ya kuchombeza fulani, kutuhimiza tuwe watu wa kusoma neno la Mungu kila siku. Na kama watoto wa Mungu tusilazimishwe, yani iwe ni tabia yetu ya kupenda, sababu huu ndio uhai wetu, huu ndio uzima wetu. Uzima wetu upo katika kulisoma, kulitafakari, kuliishi, kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo sio lazima mtu akushurutishe, jiwekee utaratibu wa kulisoma neno la Mungu. Jana nilitamani niulize swali kwamba hivi, je, kuna mtu yote hapa ambaye pengine amewahi kusoma Biblia kaimaliza yote mwanzo hadi mwisho, yani mwanzo hadi Ufunuo? Kuna mtu yuko hapa? Na mara ngapi umefanya hivyo? Mikono. Basi tujipigie makofi.
Leo sina zawadi, pipi zimeisha. Jana nitoa pipi, leo sina zawadi. Makofi yanatosha. Amen. Kwa hiyo tujijenge tabia ya kulisoma neno la Mungu. Na kuna utaratibu mzuri sana pengine kaka yetu anaufahamu, kaka Justin, sijui kama atapata nafasi hiyo tukaandaa yani labda wakati mwingine, lakini hata kwenye mtandao nafikiri ipo ile kusoma Biblia kwa chronological, yani unasoma unafuata mpangilio fulani ambao unakusaidia. Unaweza kaupata popote pale kwenye mtandao, pia na smartphone unaweza ka download pale, unapata muongozo. Hii ya wewe mwenyewe tu kurupuka leo asubuhi nasoma Mwanzo, kesho tena bila utaratibu itakusumbua, hautamaliza kwa mwaka mzima Biblia. Lakini Biblia hii una uwezo wa kuimaliza ndani ya mwaka mmoja. Kama una miaka 50 tangu umeokoka, natarajia kwamba yani Biblia umeshamaliza mara 50 kuisoma. Lakini bila utaratibu ule uwezi. Kwa hiyo ni vizuri tupate utaratibu kama huo, hata kama sio kutoka kwetu, lakini ukiutafuta utapata, unakuongoza namna ya kusoma Biblia mwanzo hadi mwisho. Lakini kwa kuitafakari, kwa kujifunza, Roho Mungu anakuwa anakufundisha. Unapokuwa unasoma namna hiyo, anakufundisha mwenyewe, anakuongoza mwenyewe. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Kwa hiyo tunaona mwenendo ni muhimu sana, na neno la Mungu ndilo ambalo linatusaidia tuende katika mwenendo mzuri, kwa sababu neno lake ni taa ya miguu yetu. Kwa hiyo tunapotembea neno la Mungu linatumulikia katika maisha yetu. Wewe unakwenda sokoni, neno linakuongoza. Unasafiri kutoka Mbeya kuja Tabora kwenye basi, neno linakuongoza. Unakwenda sijui wapi, popote pale neno linakuongoza. Wewe ni mwanafunzi labda unasoma hata kuko shuleni, neno linakuongoza. Kwa hiyo kila unapokuwepo, neno la Mungu litakuwa taa ya miguu yako. Bwana asifiwe sana. Mwenendo wetu ni muhimu, lakini pia kukiri dhambi. Ni kweli kwamba tunakuwa tumekiri dhambi zetu. Tumemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumetubu dhambi. Lakini kuna wakati fulani pengine Roho wa Mungu anakushuhudia kwamba hapa mpendwa umekosea. Japo ni mtoto wa Mungu, japo umeokoka na una hakika umeokoka, lakini kuna mahali umeenda, bahati mbaya imetokea, umekanyaga nyanya za watu, alafu mtu ambaye nyanya zake umezikanyaga anakuja anakuinukia. Sasa kwamba kwa nini umekanyaga nyanya zangu? Alafu sana wewe sasa na wewe unaanza kuja juu. Kwani si bahati mbaya? Kwani mimi nilikuwa nimekusudia? Hiyo ni bahati mbaya tu bwana, na nini. Alafu mwisho wa siku bado mnaendelea kuongea maneno mengi, alafu unaondoka hapo, Roho wa Mungu anaanza kusense ndani ya moyo wako kwamba dada, pale hujafanya vizuri. Nenda karekebishe. Nenda katubu. Nenda kamwambia kusamehe. Au kaka, pale sio. Hebu nenda. Kwa hiyo unaona sauti inaanza kuja ndani ya moyo wako ya Roho wa Mungu, anakukumbusha juu ya kosa ambalo umelifanya. Si ndio Lakini haiondoi kwamba wewe sio mtoto wa Mungu. Ni mtoto wa Mungu. Na ndio maana Roho wa Mungu anakuwa yuko macho, anakuwa yuko makini unapokuwa umekosea mahali, anakualert kwamba dada, sivyo. Wewe ni mtoto wa Mungu, upaswi kuwa hivyo. Nenda katengeneze. Inabidi utii. Unaenda kwa mtu ambaye umemkwaza kwa namna moja ama nyingine, unaomba msamaha. Si ndio Ndio kukiri huko dhambi hizo ambazo tunakuwa tunazifanya wakati mwingine inatokea tu bahati mbaya namna hiyo. Kwa hiyo tunaendelea na tabia hiyo katika maisha yetu mpaka tufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kwa hiyo kukiri dhambi hivyo ni muhimu kila wakati ambapo Roho wa Mungu anakushuhudia kwamba hapa umekosea, hapa umeongea vibaya, hapa umechukia au umemkasirisha, na umekasirika kwa mke wako au kwa mume wako hivyo, au kwa washirika au kwa watu wengine hata wapagani. Roho wa Mungu anapotukumbusha kwamba hapa tumekosea, tunatakiwa tuwe tayari kwa unyenyekevu wote kukiri. Hata kwa mtoto pia. Bwana asifiwe. Tuwe wanyenyekevu hata kukiri, hata kwa watoto wetu ambao pengine tumewazaa sisi wenyewe, lakini kuna namna umemjibu vibaya mtoto, umemuumiza, umemjeruhi. Je, Roho wa Mungu anapokushuhudia kwamba umekosea, umemjibu mtoto vibaya, je, ni mnyenyekevu kiasi cha kurudi kwenda kumwambia mtoto, mwanangu nisamee? Au utaishia tu kwenda kuchukua pipi, unamletea pipi, mwana chukua pipi, akicheka tu yameishaisha basi? Tumia kinywa, mwambie mwanangu, hapa nimekosea.
kama ni baba, hata kama ni mama, unamfundisha kitu mtoto. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuwe watu wa kukiri namna hiyo tunapokuwa tunajitakasa mbele zake Mungu. Lakini jambo la tatu, je, tunakuwa ni watiifu kiasi gani? Tunapokuwa tumeokoka, utii wetu ukoje? Tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Naomba tusome mstari wa 3 ikiwezekana hadi wa 6 ule. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Asante sana. Kwa hiyo tunachokiangalia hapa ni juu ya utii ama utiifu, kwamba tunapokuwa watoto wa Mungu, Mungu anatarajia nini kutoka kwetu? Anatarajia utii wa kuzitii amri zake. Anasema katika ule mstari wa 3 kwamba na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Amri zake tunazishika, tunalitii neno lake. Anasema yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye ashikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hii twajua ya kuwa tumo ndani yake. Kwa hiyo tunapaswa kuzishika amri zake Mungu, tunapaswa kuzitii amri zake Mungu kila wakati. Na utiifu ni zaidi ya uko zaidi, kwa sababu anasema katika ule kifungu kile cha pale chini, kama umeokolewa tu hivi karibuni, basi utapenda kutafuta kanisa linalofuata maandiko matakatifu. Utatii neno la Mungu juu ya ubatizo, utatii neno la Mungu juu ya meza ya Bwana, utatii neno la Mungu juu ya kutawadha miguu, utatii neno la Mungu juu ya kusalimiana kwa neno, kwa busu takatifu, utatii neno la Mungu juu ya wanawake. Biblia inafundisha juu ya utaji, kufunika kichwa kichwani, kufunika unapomwabudu Mungu, unaposali, kufunika kichwa. Biblia inatuonyesha katika Wakorintho wa kwanza. Labda tuangalie vifungu hivyo mara moja. Tuanze na kile kifungu cha Matendo sura ya 2. Anasema mstari wa 38. Naomba tuangalie mahali pale ili tuweze kuelewa Biblia inatufundisha nini na tunapaswa kulitii neno la Mungu kama jinsi ambavyo linatufundisha au linatuongoza. Angalia nami Matendo ya Mitume sura ile ya 2 na mstari ule wa 38, ambapo tunakutana na watu ambao waliweza kumtii Mungu pale ambapo neno la Mungu liliwaagiza kufanya jambo wakati. Anasema 38, ndio karibu. Sura ya 2 mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Asante sana. Tubuni mkabatizwe. Kwa hiyo tunaona hapa kuna agizo la kubatizwa, kwamba tunapokuwa tumemwamini Kristo, tumetubu dhambi zetu, tunafundishwa kubatizwa, tunatakiwa tutii, tuweze kubatizwa kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna jambo hilo la kubatizwa kwa mamlaka yake Bwana wetu Yesu Kristo. Alafu tunapaswa pia kushiriki meza ya Bwana. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 23 mpaka 25. Naomba pia tusome mahali pale. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo tunaona hapo kuna
kuna agizo ambalo tunaagizwa mahali pale kwa ajili ya kumbukumbu. Tunaona jinsi ambavyo Yesu Kristo pia aliweza kutimiza meza ya Bwana na akasema tufanye hivyo kwa ajili ya ukumbusho. Lakini pia tunamuona Yesu Kristo aliwatawadha miguu wanafunzi wake na katoa agizo hilo tena katika Yohana sura ile ya 13. Naomba tufungue pale Yohana 13 mstari ule wa 14 hadi 15. Anasema hivi: kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Amin, amin nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Tuanzie pale mstari ule wa 12. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Kwa tunaona Bwana aliwatawadha miguu wanafunzi wake, na nakumbuka mmoja wapo wanafunzi wake, dhani alikuwa ni Yesu na sio ni Petro, alitaka kukataa kwamba Yesu asimtawadhe miguu. Nadhani aliona kwamba sasa yeye mwalimu tena Bwana haja anitawadhe mimi miguu yangu na nini, lakini kumbe Yesu alikuwa anawafundisha unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alipofanya hivyo akasema kwamba fanyeni hivyo na ninyi pia mtawadhane miguu. Ni ishara kubwa ya unyenyekevu kati yetu kama ndugu. Na kwa hiyo ni tendo ambalo linatendeka, na tunajifunza hapa kwamba tunaweza tukatawadhana miguu kwa kielelezo cha unyenyekevu ndani ya mioyo yetu. Lakini pia tuna fundisho lingine. Haya masomo tunaita ni masomo ya kivitendo. Bwana asifiwe sana. Ni masomo ambayo yanatendeka kivitendo. Kwa hiyo tunapobatiza ni tendo la kubatiza, tunapotawadha miguu ni tendo la kutawadha miguu, tunaposalimiana kwa busu takatifu, pengine hatujazoea labda kwenye makanisa yetu sehemu zingine, lakini kuna salamu hii ambayo pia ni agizo kwamba tusalimiane kwa busu takatifu. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 26 unaweza ukasoma mahali pale. Mmoja alifika tusomea haraka haraka juu ya kusalimiana kwa busu takatifu. Karibu alifika. Nasoma. Wasalimieni ndugu wote kwa busu takatifu. Wasalimieni ndugu wote kwa busu takatifu. Sasa labda nitoe maelezo ya ziada kidogo kuanzia pale kwenye kutawadha miguu. Tunapojifunza kulitia agizo la kutawadhana miguu, tunasema hivi, wakaka kwa wakaka wanatawadhana miguu, lakini pia wamama kwa wamama wanatawadhana miguu. Halikadhalika tunapokuja kwenye ishara hii, kwenye tendo hili la kusalimiana kwa busu takatifu, vivyo hivyo ni ndugu wakaka kwa wakaka, lakini pia wadada kwa wadada. Bwana asifiwe sana. Sasa busu takatifu tumezoea pengine busu, kuna namna ambavyo tuna watu wanabusiana. Si ndio hivyo ndio mnafikiri ndio busu hiyo. Lakini tunapozungumza busu takatifu ambayo ni kaka kwa kaka au ndugu kwa ndugu ni tofauti. Labda kama utajari kaka Marcus, unaweza ukaje tusalimiane ili tu demonstrate wajue kwamba ni namna gani. Baba Marcus au aje kaka Justin, yeyote yule, karibu. Tujue tu ni namna gani, sio kwa tafsiri ambayo pengine tunafikiri. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio busu takatifu hiyo. Amen. Lakini katika upendo kutoka moyoni. Na ngoja aeleze.
Sio yani hata shavu kwa shavu Ndio. ambavyo tunavyofundisha. Yes. Yani wanaona batana hivyo Mm. shavu kwa shavu. Ni hivyo. Sio kama busu kati ya labda wanaume na yani Mpenzi na mpenzi, hapana, sio hivyo. Yeah. Bwana asifiwe sana. Nitamani pengine tungedhihirisha na ile ya kunawishana miguu. Ya mimi nilipojifunza kwa mara ya kwanza nilikuwa yani kanisani kwetu hatufanye hivyo sisi. Hatufanye hivyo. Lakini nilipojifunza kwamba ni kitu cha kiroho sana hiki kitu, yani kwa maana kama nilipofanya tu na nilipofanyiwa, yani nilibarikiwa sana, yani niliguswa mno, niliguswa sana. Kwa hiyo ni matendo ambayo yana baraka za Mungu. Bwana asifiwe sana. Haya. Na pia labda tusome mstari wa 17 Yohana 13. Yohana 13 mstari wa 17. Naomba tusomee hapo Yohana 13 mstari wa 17. Aha. 13 Yohana mstari wa 17. Mkijua hayo heri ninyi mkiyatenda. Mkiyajua hayo heri ninyi mkiyatenda. Kwa hiyo unaona ni jambo ambalo pengine wakati mwingine labda hujawahi kusikia. Labda hujawahi kufanya. Au hujawahi kusikia, hata kusikia kwamba kuna kitu kama hicho na nini. Sasa tunapoyajua, tunapofahamu, tunapofundishwa, anasema kuna baraka. Mkiyajua heri maana yake ni baraka, si ndio Heri ni baraka mkiyatenda. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba yani mimi nilipojifunza ili jambo la kutawadhana miguu, mimi nilikuwa najua ni kwamba lipo hilo jambo, japo kanisani kwetu hatutekelezi, lakini nilikuwa najua kuna makanisa wanafanya hivyo. Lakini mimi nilikuwa najua tu kwamba inaishia tu pengine kwamba tu ni unyenyekevu ule, kwamba tunanyenyekeana hivyo mmoja kwa mwingine. Na siku moja nilikuwa nimesafiri na ndugu mmoja tuko pamoja, anasali kanisa lake na mimi nasali kanisa langu. Lakini tulikuwa pamoja na ni mdogo kwangu, tulikuwa pamoja katika safari, tumekwenda mahali kwa ajili ya kazi. Sasa nilipoamka asubuhi nikachukua viatu vyake, vilikuwa vimejaa vumbi viatu, basi nikaanza kubrush, nikafuta nini, nikafanya usafi ule, nikamaliza. Alipoamka asubuhi akasema, mchungaji, umeosha viatu vyangu? Mimi sio ndo ningeosha viatu vyako wewe? Nikamwambia hapana, kwani wewe mimi sisaidi kuosha viatu vyako? Sema kwani wewe mimi nakuheshimu ni mchungaji? Hapa nikamwambia hata mimi pia nakuheshimu, wewe ni ndugu yangu. Kwa hiyo alijifunza kitu, akaniambia nimejifunza kwamba kumbe tunapaswa kuwa unyenyekevu, sio mkubwa wala sio mdogo. Bwana asifiwe sana. Kwa mimi nilikuwa najua kwamba hata swala la kutawadhana labda lingeweza kumezwa labda na unyenyekevu wangu katika maisha yangu. Lakini nilipokuja kujifunza na kushiriki kutawaza miguu na kutawazwa, yani nilibarikiwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni namna hiyo wapendwa, Mungu atusaidie tukiyajua hayo ni heri tukiyatenda. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11, Korintho wa kwanza sura ya 11. Okay, labda tuende moja kwa moja mstari wa 13. Mstari wa 13. Je, inapendeza mwanamke amwombe Mungu asipofunika kichwa? 14. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? 15. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. 16. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo. Okay, basi tuishie tu hapo. Sawa. Kwa hiyo tunachokiona hapa ni Biblia inazungumza juu ya wanawake kufunika kichwa. Kufunika kichwa. Najua wapo wengine ambao wamefunika kichwa hapa, wengine hawajafunika, lakini hatuhukumu kwamba kwa nini hajafunika, tunajifunza kwamba Biblia inasema kwamba ni vema mwanamke afunike nini? Kichwa. Bwana asifiwe sana. Na kwa hiyo pengine kuna mwingine pengine anakuwa hajui, lakini anapojua basi inapendeza unapomwabudu Mungu, kama mwanamke
kuwa tunasema kuwa na dalili ya kumilikiwa kichwani. Mwanamke hawezi kunyoa nywele. Akinyoa nywele akabaki na kipara kama cha kwangu mimi hapa, Biblia inasema kwamba ni aibu, si ndio Si ni aibu? Si tumesoma maandiko haya hapo? Au hatujasoma? Kaka yangu hapo ni kipara au umenyoa tu kama mimi? Sasa mwanamke anyoe hivyo, itakuwa ni aibu sana. Au mwanaume awe na nywele kama dadangu pale, dada mpendwa pale, nywele zake zile zimekuwa, alafu ndo mnaniona mimi hapa ndo na nywele kama hizo. Sitakuwa ni aibu sana kwamba nimekuwa kama mwanamke na mimi, si ndio Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo nasoma haya ni maandiko na ni Biblia, neno la Mungu, si ndio Kwa hiyo tukiyajua hayo, anasema heri tukiyatenda. Na ni yale ambayo tunasema kwamba ni maagizo ya kivitendo. Yaani haya unayatekeleza kabisa kivitendo, kama vile ambavyo unabatizwa kwenye maji, kama vile ambavyo unatawadha miguu kwa kitendo, vile ambavyo unasalimiana kwa busu, kama vile ambavyo unafunika kichwa kitambaa kichwani, kama vile ambavyo unashiriki meza ya Bwana. Yote hivi ni kivitendo. Kwa hiyo katika Timotheo sura ile ya Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 12. Naomba tusome pale, kuna jambo pale. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Amen. Asante sana. Kwa hiyo tunaona Biblia inatufundisha wazi kwamba tunapaswa kuwa vielelezo pia katika mwenendo wetu, katika maisha yetu. Tunapolitii neno la Mungu, basi tutakuwa mfano na tutakuwa kielelezo hata kwa wale ambao wanaamini au watamwamini Kristo, kwa kuona mwenendo wetu mtakatifu, maisha yetu matakatifu, jinsi ambavyo tunajitenga na dunia, hatuendani na dunia jinsi tunavyoenenda. Anasema kwamba msipende dunia wala vitu vilivyomo katika dunia. Anasema tujitenge na kila namna ya mifumo ya dunia. Kwa hiyo kama watoto wa Mungu tunahitaji kuhakikisha kwamba tunaishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Tunaangalia kipengele kingine tena, jinsi ambavyo tutawadhihirisha wokovu wetu, jinsi ambavyo mambo ambayo yanadhihirisha wokovu katika maisha yetu. Jambo la 4 ni kuendelea katika mwana na baba. Ukisoma kile kitabu cha Yohana 15, ule mstari kuanzia wa 4. Yohana 15, Yohana mtakatifu 15, tusome mstari ule wa 4. Anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamuwezi msipokaa ndani yangu. Hapa tunasisitizwa juu ya kudumu, juu ya kuendelea kukaa ndani yake Yesu Kristo. Ni jambo moja kuwa Mkristo, jambo moja kufanyika mtoto wa Mungu, lakini je, kuendelea ni jambo lingine la muhimu sana. Tunapaswa kuendelea katika maisha ya kumcha Mungu, katika maisha ya kumwishia Yesu Kristo kila wakati. Tunaendeleaje? Ndio hivyo kama tunavyojifunza, kwa kudumu katika neno la Mungu. Katika ile Kolosai 3:16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, ndani yetu. Kwa hiyo tunaendeleaje na Kristo? Tunaendeleaje na Bwana? Ni kwa kukaa katika neno lake. Na anasema hivyo katika ule mstari wa 10, mstari ule wa 5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu yakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Kwa hiyo tunaona tunasisitizwa hapa kwamba tunapokaa ndani ya neno lake Mungu ndivyo tunavyojihakikishia kuendelea zaidi. Kwa hiyo tunapaswa kujiuliza,
kwamba je, tunapokuwa tumeokoka, tunapokuwa tumezaliwa mara ya pili, uendelevu wetu na Kristo na Bwana ukoje? Tunapaswa kuendelea na Mwana, tunapaswa kuendelea na Baba kwa njia gani? Kwa njia ya neno lake. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 24 hadi 25, mahali pale unaweza kaona jambo hilo. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 24 hadi 25. Kwa hiyo tunasisitizwa kwamba tunatakiwa kudumu na kuendelea katika Kristo. Hatufiki mahali tukasema kwamba mimi nimeshakomaa kiroho, mimi nimeshajifunza, nimeshaelewa sasa, inatosha. Tunaendelea kila siku. Niliongea hata ni jana ni lini kwamba tunakuwa wanafunzi wa Kristo endelevu mpaka tutakapofika mbinguni. Haufiki mahali ukasema kwamba mimi sasa kwa sababu nimeshakuwa askofu, nimepewa jina la kuwa askofu, au sijui ni mchungaji, kwa mimi sasa inatosha, siwezi kujifunza tena. Tunakuwa ni wanafunzi wa Yesu siku zote. Tunakuwa tu wanafunzi wa Yesu. Tunajifunza kila siku. Bwana asifiwe. Kila siku. Na tunahitaji moyo wa unyenyekevu wa kufundishwa na watu wote. Hata kama ni mtoto mdogo amesimama kulihubiri neno, umeketi hapa mtu mzima, kwa unyenyekevu wote lipokee neno la Mungu. Jifunze. Amen. Biblia hii, neno la Mungu hili, kila wakati ni jipya. Kuna mistari ambayo umekuwa ukifundisha wewe kanisani kwako kila siku, lakini akija mtu mwingine mistari hiyo hiyo akaja akafundisha, utashika mdomo wazi kwamba ni pale pale ambapo nafundisha kila siku mimi. Utashangaa. Neno la Mungu ni jipya kila siku. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni jipya kila siku. Tunajifunza maneno ya Mungu kwa namna tofauti mbalimbali. Naamini kuna vitu hapa pengine tangu tumekuja hapa ndio umejifunza kwa mara ya kwanza, lakini Biblia unaisoma kila siku. Uongo kweli? Kila siku unaisoma, lakini leo amekuja mtu mhubiri mpaka unashangaa kwamba hivi ndio hapo kila siku unajifunza, mbona kama sioni? Neno la Mungu ndivyo lilivyo. Amen. Tunahitaji unyenyekevu tu wa kulipokea neno na kudumu katika kujifunza kila wakati neno lake Mungu. Na Mungu atusaidie. Lakini pia jambo lingine ni mwenendo wa haki. Kama je, mwenendo wetu, maisha yetu, tunapokaa ndani ya Kristo, tunakaa kwa lengo la kuenenda katika haki, kwa neno la kutenda mema. Anasema unaweza kujua kwamba mwana wa Mungu unapotenda haki. Kweli kwamba maisha yako yanapokuwa ni maisha ya haki na unatenda haki kwa watu wote, basi ni kweli kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa vivyo hivyo tunapaswa kufanya hivyo, na Mungu atusaidie kuishi maisha ya haki kila wakati. Lakini pia jambo lingine ni upendo. Maisha ya upendo ya kuwapenda ndugu, kuwapenda Wakristo wenzio. Anasema katika ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 14, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 14, labda aliyefika anaweza kutusomea. Inasema hivi, Ndio. sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mauti kuingia uzimani, kwa maana kwa wapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Nashukuru sana. Kwa hiyo hapa tunasisitiza juu ya upendo, kupendana ndugu kwa ndugu. Tunapaswa kudhihirisha upendo. Tunafahamu kwamba upendo ni tunda la Roho katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Kwa hiyo tudhihirishe upendo kati ya ndugu na ndugu. Na Yesu pia alizungumza jambo hilo katika Yohana 13 mstari wa 34 na 35 kwamba tunapodhihirisha upendo wa ndugu kwa ndugu, sisi wenyewe tunapendana, hata mataifa, hata watu walioko huko nje wanajua kwamba sisi kweli tu watoto wa Mungu. Ndio tofauti inavyokuja kwetu na kwao. Tunapopendana sisi inaonyesha kwamba tu watoto wa Mungu. Katika Yohana hiyo 13 ule mstari wa 34, labda tusome pale mstari wa Yohana 13 ndio 34 na 35, anasema hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi,
nanyi mpendane vivyo hivyo. 35. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo tunahitaji kupendana sisi kwa sisi ndugu, bila kujali kwamba ni ndugu wa dhehebu moja. Hapana, tupendane madam tu wa Kristo, tu watoto wa Mungu, tupendane. Na ndipo hata mataifa, watu wengine watajua kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Na mara nyingi wanawaza nasema kwamba yani mimi hata kama ninaenda mahali ambapo sijui, popote pale simfahamu mtu yoyote yule, lakini nikimkuta mtoto wa Mungu, yani ninakuwa na amani kubwa sana kwa sababu nimemkuta ndugu hata kama simfahamu. Na mara nyingi nimeenda mahali nimeenda mahali na ndugu wa kuzaliwa ni ndugu zangu kabisa, lakini huwa naona nikienda kulala kwa mpendwa mtoto wa Mungu najisikia raha kuliko hata kwa ndugu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pendane sisi kwa sisi, na ndipo watu wengine watajua kwamba sisi kweli tu watoto wa Mungu. Lakini pia na kuwapenda watu wengine, sio tu ndugu, kuwapenda watu wote, kuwapenda hata maadui zetu. Ndicho ambacho Bwana anataka. Yesu Kristo amefundisha kwenye hotuba ya mlimani kuhusu upendo wa kuwapenda adui zetu. Wakati ilikuwa ni jino kwa jino, lakini anasema kwamba wapendeni adui zenu. Kwa hiyo upendo wetu unavuka mpaka. Unaweza kaanzia ndani, lakini hauwezi kufichika kwa watu wengine. Utadhihirika tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa pia kuwapenda hata maadui zetu. Kwa hiyo mwenendo wa upendo ni jambo la msingi sana kudhibitisha au kudhihirisha kwamba tu watoto wa Mungu. Lakini jambo lingine ni dhamiri safi. Dhamiri safi ni kielelezo kingine, uthibitisho mwingine kwamba tu watoto wa Mungu, kwamba mioyo yetu isipotuhukumu tunakuwa na ujasiri kwa Mungu. Kwa hiyo hakikisha moyo wako haukuhukumu, dhamiri yako ni safi kila wakati. Lakini pia ushuhuda wa Roho. Soma katika waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 ile mstari wa 10 mstari ule wa 24, mahali pale anatuelekeza jambo hilo. Tunajua kwamba tu ndani yake naye ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu. Nisoma pia katika sura ya 4 Yohana hiyo ya kwanza mstari wa 13 utaona. Lakini fungua Warumi 8:16, huo ni mstari ambao pia tulisoma muda fulani. Hebu angalia pale Warumi 8:16, Biblia inasema nini mahali pale juu ya ushuhuda wa Roho ndani yetu. Kila wakati tunahitaji Roho wa Mungu kuhakikisha kwamba anatushuhudia kwamba tu watoto wa Mungu. Usifike mahali Roho wa Mungu hawezi tena kusema nasi kwamba tu watoto wa Mungu. Kila wakati Roho wa Mungu awe na ushuhuda, abebe ushuhuda ndani yangu, ndani yako, kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Angalia Warumi 8:16 karibu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Amina. Kweli Roho wa Mungu mwenyewe anashuhudia kwamba tu watoto wa Mungu, anayekaa ndani yetu, huyo Roho wa Mungu anashuhudia kwamba kweli sisi tu watoto wa Mungu. Kwa hiyo jambo lingine hilo muhimu, ushuhuda wa Roho Mtakatifu kila wakati katika maisha yetu kwamba tu watoto wa Mungu. Lakini jambo la mwisho, je, tunamkiri Yesu kila wakati kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu? Tunamkiri Yesu kwa maana kwamba tunamshuhudia Yesu Kristo, tunamhubiri Yesu Kristo, au tunamuonea aibu? Sawa, anasema kwamba atakayenikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Lakini tutakapomuonea aibu Yesu mbele za watu kwamba hatuwezi kuhubiri, tunaogopa watu, basi naye pia atatuonea aibu. Kwa kama watoto wa Mungu tunatakiwa kumkiri Yesu kila wakati, kumkiri Yesu. Hata tunapokuwa tunasafiri wakati mwingine, tusiufiche wokovu wetu. Yaani tusijifiche kujionyesha kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Tuonyeshe kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Kuna wakati fulani uko ndani ya gari unakuta watu wanaanza kusema vibaya habari za Ukristo, wanatukana habari za Ukristo, alafu umekaa kimya. Hapana. Basi ukaa kimya. Tuseme kwamba uanze kubishana nao
unaanza kuleta ubishi. Hapana. Lakini fumbua kinywa chako, waambie kwamba hapana, mnachokiongea sio kweli. Biblia inasema 1, 2, 3. Unaweka vizuri. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine unakuta wanamsema vibaya ni mtumishi wa Mungu. Kuna siku nilipanda gari, nilikuwa Dar es Salaam, nilipanda gari. Wanamnena mtumishi wa Mungu ambaye mimi namfahamu, namwamini, najua ni mtumishi wa Mungu, hata kama sio kanisa langu, lakini najua ni mtumishi wa Mungu. Natambua ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Basi wakaanza kumsema vibaya, wanamnena vibaya, sijui hivi, sijui. Sikuinuka, lakini nilipaza sauti. Tena alikuwa mwanamke. Nikamwambia, dada samahani, unachokiongea una uhakika nacho? Watu kimya kwenye gari. Kama narudia tena kuuliza, je, unachokiongea una uhakika nacho? Nikamwambia, pendwa, samahani, usiongee kitu ambacho huna uhakika nacho. Nikaanza kumfungulia maandiko kwamba huyu mtumishi wa Mungu unayemsema wewe anasimamia 1, 2, 3 kufundisha kinyume na unavyoongea wewe. Watu wakakaa kimya. Dada mmoja kainuka akasema kwamba baba, tunashukuru sana, maana watu sisi wanawake ni waongeaji, tunaongea tu ovyo ovyo na nini. Lakini niliumia kwa sababu niliona anazungumzwa vibaya mtumishi wa Mungu ambaye mimi namwamini. Bwana asifiwe sana. Lakini nikasema siwezi kuona aibu kuzungumza kwa sababu ni kwa niaba ya Kristo. Naongea vile kwa niaba ya Yesu. Amen. Kwa hiyo tuwe tayari kumtetea Kristo wakati wote. Kama watu wapo wanamtukana Kristo hata kupitia watu wengine, sawa, wangekuwa na pengine anamzungumza mtu ambaye najua kweli sio Mkristo na ni msanii tu, ni mtu ambaye anapata hela kwa njia ya kuhubiri, ni kweli na mimi ningenyamaza kimya. Lakini najua huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye anahubiri kweli. Nilisimama nikasema hapana, tunahitaji kumtetea Kristo bila kuona aibu. Bwana asifiwe sana. Lakini sio kusema tu watumishi wa Mungu. Inaweza kaa tu mtu tu ameinuka hapo anaanza kusema vibaya Ukristo. Anaongea vibaya juu ya Ukristo. Usione aibu, usijikunyate, usijikunje kwamba sasa nikiongea hapo watanielewaje hao na nini. Wewe sema tu mtetee Kristo popote pale, kwenye basi, sokoni, wapi, sijui njia panda, wewe sema tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji kumkiri Yesu wakati wote, tusimuonee aibu, na tukimuonea aibu Yesu Kristo, naye anasema atatuonea aibu. Ndio maana Paulo anasema katika ile Warumi 1:16 kwamba sionee haya Injili, kwa kuwa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo maisha yetu ya Ukristo yatadhihirishwa kwamba kweli sisi tu watoto wa Mungu pale ambapo tunathibitisha haya kwa maisha yetu, kama tulivyoona kwamba kwa mwenendo wetu tunahitaji kuthibitisha jambo hilo, lakini kwa kukiri dhambi kila wakati pale ambapo tunashuhudiwa kwamba tumetenda au tumekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tengeneza, rekebisha, fanya marejesho. Hata ya maneno umemkwaza mtu, tengeneza, fanya marejesho kwa Bwana, samahani, nisamee, hapo nimekosea. Nakumbuka Paulo wakati fulani alikuwa amekosea kitu fulani, nafikiri alikuwa amemnena vibaya kuhani mmoja, akasema tena, alitamka maneno mabaya, akasema wewe ukuta uliopakwa chokaa. Nadhani alisema hivyo kwamba wewe ukuta uliopakwa chokaa, na ni kweli ukiangalia ukuta huo tumepaka chokaa, lakini toa ile chokaa ile utaona kuna michanga si vitu gani humo. Kwa akamfananisha yule mtu, alikuwa ni kuhani, na ukuta uliopakwa chokaa. Alafu watu wakaja juu, Paulo, yani unamsema vibaya kuhani wetu. Nini kilichofuata kwa Paulo? Alisema, jamani, mnisamehe, si ndio Asema mnisamehe, sababu sikujua kwamba ni nani, sio aliongea maneno fulani hivi, lakini akaomba msamaha, mnisamehe. Kwenye Matendo nadhani, si ndio Paulo huyo anazungumza katika Matendo hiyo 24:23, tunasema najizoeza kila siku kuwa na dhamiri iliyo safi, sio na hatia mbele za watu na mbele za Mungu. Kwa hiyo kama kuna mahali tunakuwa tumewakosea watu, rudi haraka sana, safisha dhamiri yako, jizoeze kuwa na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu, mbele za watu kila siku. Kwa hiyo tumeangalia hilo, lakini pia tumeangalia jinsi ambavyo tunapaswa kuendelea kutii, kuwa watii, kulitii neno, kuendelea katika Kristo, ndani ya Mwana, ndani ya Baba, alafu katika matendo ya haki, katika upendo, katika dhamiri safi,
katika ushuhuda wa roho, na mwisho tumeangalia tunapaswa kumkiri Yesu kila wakati. Na kama jinsi nilivyosema kwamba tuna vitabu hivi, ningependa niweze kuishia hapa kwa sababu tunajua leo tuna double vipindi. Jana tulikosa kipindi kimoja, tumeanza nacho leo. Kwa hiyo nitakuomba tu utahitimisha kumalizia kitabu hiki, somo hili kwa wakati wako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Labda nione kama wanafunzi wangu kweli mnaelewa. Maana mwalimu anapofundisha anapaswa pia kuuliza maswali ili kupima kama wanafunzi wake wameelewa. Tuangalie maswali kadhaa. Pale kwenye ukurasa wa 50. Ukiangalia kwenye somo letu, kabla ya tuende kwenye maswali pale, utaona kuna mistari mingine ya muhimu sana ambayo inaweza kukusaidia, mistari ya faraja wakati wa shida, unapokuwa unaogopa. Mistari imeelekezwa pale unapojihisi umekufa, umevunjika moyo. Kuna mistari pale ipo itakusaidia ukiwa na fadhaa. Ukiangalia mistari ile itakusaidia kukutia moyo. Unapokosa usingizi, mistari ipo. Unapojinia makuu, kujiona kwamba labda wewe uni zaidi pengine hata ya Mungu, tunajifunza kwamba tunapaswa kumtumaini Mungu. Kwa hiyo ukiona dalili hizo za kwamba unajiona unatafuta makubwa na nini, tumaini Mungu. Unapokuwa na mashaka, kuna mistari ile itakuongoza kuitafakari. Unapoogopa kifo, kusoma mistari ile itakuongoza. Kuhusu dhamiri yako, angalia pale kuhusu dhamiri yako. Anasema 23 Matendo, Paulo akawakazia macho watu wa baraza akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata hivi leo. Kwa hiyo mistari hiyo itakuongoza kufanya uwe na dhamiri safi. Unapojaribiwa, kuna mistari hiyo itakuongoza. Alafu jua uhusiano wako na wengine, mistari hiyo itakuongoza jinsi gani ambavyo unapaswa kuwa na uhusiano na watu wengine kwa kuwasamehe dhambi kama Mungu alivyokusamehe wewe. Kuhusu utakatifu wako, Biblia inatuonyesha pale maisha ya utakatifu ambayo tunapaswa kuishi, na katika Ibrania 14:12-14 nasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na utakatifu huo, bila huo hamna mtu wa kumuona Mungu. Lakini pia unaposhawishiwa kurudi nyuma, vishawishi vinakuja, unataka urudi nyuma, mistari hiyo itakuongoza, itakujenga jinsi gani ambavyo unaweza kuwa imara na usirudi nyuma. Kwa hiyo tutamalizia kwa wakati wetu kusoma na kupumzika. Unaweza kusoma kwa wakati wako. Nataka niulize maswali machache. Anasema eleza maana ya hakikisho la wokovu kwa maneno yako mwenyewe. Eleza maana ya uhakika wa wokovu, uhakika wa wokovu kwa maneno yako mwenyewe. Unaweza kaelezea vipi maana ya uhakika wa wokovu baada ya kujifunza somo hili? Nani atusaidie atuelezee maana ya uhakika wa wokovu? Karibu. Tunamaanisha nini tunaposema uhakika wa wokovu? Ndio kaka, karibu mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema uhakika wa wokovu, nina imani na Mungu wangu ya kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yangu, yeye ndiye aliyenifia mimi. Na kitu kingine, ninaamini hata uumbaji wake juu ya maisha yangu. Anaamini juu ya uumbaji wake, juu ya maisha yake, na anasema anaamini yeye mwenyewe ndani yake kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Sawa. Mwingine, tunapozungumza juu ya uhakika wa wokovu ni nini hasa? Unaelewaje kuhusu uhakika wa wokovu? Karibu mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maelezo yako mengi
Kitu cha kwanza, kwa kuwa Roho Mtakatifu ananishuhudia kuwa mimi ni mwana wake kweli ndani ya moyo wangu. Asante sana. Ushuhuda wa Roho Mtakatifu kwamba kweli mimi ni mtoto wa Mungu. Asante. Mwingine? Karibu tumishi. Ndio. Dhamira yangu isiponishtaki kwa jambo lolote, ninakuwa na uhakika na wokovu wangu. Na hata katika maandiko pia yanatuambia kwamba tujitahidi kujionyesha kwamba tunakubaliwa na Mungu, mpenda haki asiye na jambo la hayani moyoni mwangu. Amen. Asante sana. Kwa hiyo dhamiri yake itamshuhudia pia kwamba ni mtoto wa Mungu, na atajikubali pia kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Ndio. Pia ulipokuwa unasema pale, uligusa tendo lililotendewa mimi. Nilikuwa nashuhudia pale sokoni tunakunywa kahawa. Sasa ile mikono yangu haikutulia. Kumbe nikagonga kombe cha kahawa cha mwenzangu. Na point imekaribia kuwa niitoe sasa. Nikakumbuka nijali point badala ya kusubiri point nimwombe msamaha. Sasa nikalazimisha ile point iingie kwanza. Na yule mwingine ni baba wa bibi mdogo. Ilibidi ile kikombe kilichoanguka aliniuma hapa, akanipiga. Sasa mimi nikafikiri amenipiga kwa sababu ya ule ujumbe. Nilipokuwa kulala asubuhi nikagundua ningesubirisha ile point, nikamwomba msamaha, nikamnunulia kahawa, asingeniuma. Nikaenda asubuhi nikaomba msamaha, nikamnunulia kahawa, tukaendelea vizuri. Halafu nikaendelea point. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo kama hayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Nadhani muda nitamani niishie na dakika 40 hizi. Sasa nitamani pia muulize maswali. Labda niombe dakika 10 tu. Najua kuna kuwa na maswali, hasa somo kama hili inakuwa na maswali mengi. Kwa labda turuhusu maswali hata mawili kabla sijamkaribisha. Tulisema kwamba tunataka maswali ambayo yanaendana na somo, kwa sababu ya kuhifadhi muda, lakini pengine kwa neema ya Mungu tunapokaribia mwisho kabisa, kama tukipata kibali hicho, basi kutakuwa na maswali ya jumla tunaweza kuyaangalia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kuna swali kuhusiana na somo la leo hili, karibu. Nimeona mkono pale nyuma. Karibu kaka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina maswali hapa juu ya msamaha wa dhambi. Na nikisoma Biblia kidogo, kuna dhambi kama za aina 3 zinazonichanganya. Dhambi ya kwanza iko kwa kitabu kile cha Mathayo 12:31. Mathayo 12:31. Mathayo 12:31. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Amina. Achia hapo. Hii dhambi kidogo ya kumkufuru Roho Mtakatifu, swali langu, ina dawa ipi? Ina dawa ipi? Ndio. Hiyo dhambi hiyo dawa yake ni ipi? Ili kupona. Ili nipone sasa. Okay, nashukuru. Maana kuna wakati natamani kupona, lakini sasa hii dhambi ni Yesu mwenyewe anaizungumza. Tena pengine ameandika kwamba haina msamaha kwa wakati wa sasa, hata wakati ujao. Lakini pia kuna dhambi nyingine ya pili ambayo inanisumbua kwenye waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari ule wa 16. Inasema hivi: mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Iko dhambi iliyo ya mauti,
Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Sasa niko nauliza pia hapa tena kwamba iko dhambi iliyo ya nini? Ya mauti. Ya mauti. Sasa hii dhambi ni dhambi ya aina gani? Lakini pia swali lingine la tatu liko kwenye Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 mpaka 27. Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 na 27. Sura ya 10 mstari wa 26 mpaka 27. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu kwenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Nasema tukitenda dhambi kwa makusudi, hakuna dhabihu tena. Sasa tutaokolewaje wakati sisi wa Kristo pia tunajua kwamba hiki tunachokitenda ni dhambi na tunaenda kutenda kitu ambacho ni cha makusudi? Sasa tutasamehewaje? Ni hayo mwalimu, Mungu akubariki sana. Asante sana. Ya, nashukuru. Nadhani unataka kuongezea swali lingine? Unaongezea, okay. Swali, mimi naomba niongezee hapo kwamba nitajuaje kama nimemkufuru Roho Mtakatifu? Maana yawezekana tulishamkufuru hatujielewi. Sasa nitajuaje kama nimemkufuru Roho Mtakatifu, ama mtu aliyemkufuru Roho Mtakatifu ni mtu wa namna gani? Amina. Asante sana. Ya, ni maswali mazito. Lakini naomba sababu ya muda wangu, naomba tuangalie maswali haya ya kwanza. Ni maswali matatu ambayo kauliza yule mpendwa pale. Hebu tuyatazame haya kwanza. Tusiulize swali lingine lolote. Tutauliza baadaye hayo tutakapokuwa na muda zaidi. Bwana asifiwe. Basi naomba tuangalie pale aliposema kwanza, swali lake la kwanza kabisa katika Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 31. Tusome tena mahali pale. Tuanzia 22 pale. Anasema wakati ule akaletwa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, huyu si mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa mapepo. Naendelea. Basi Yesu akijua mawazo yao, akamwambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Naelewana Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Bwana Yesu asifiwe.
Ya, kwa hiyo sasa kaka yetu anataka kujua hapo kwamba hiyo dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu ikoje? Sasa kwa uelewa wangu mimi, pengine tutajaribu pia kuleta mawazo mbalimbali. Lakini mimi kwa jinsi ambavyo mara nyingi hapa nilivyoelewa ni kwamba tunapata nafasi masikio yetu kulisikia neno la Mungu. Na kuna watu ambao wanapolisikia neno la Mungu wanaliamini na kulipokea na linabadilisha maisha yao. Lakini kuna watu wengine wanapolisikia neno la Mungu au matendo ya Mungu makubwa namna hiyo, mioyo yao inakuwa ni migumu. Hawawezi kuipokea, hawawezi kuiamini na wanakataa. Na pengine hata sio kukataa tu, hata kusema kwamba hakuna kitu kama hicho. Wewe ni uongo tu. Wanasema kwamba si kuokoka, si vitu gani, sijui nini, au hakuna kitu cha jinsi hiyo. Tumeona pale wakati tunasoma pale mwanzo, Yesu alikuwa na kundi la watu. Walikuwepo Mafarisayo, walikuwa na watu wengine. Yesu anafanya zile ishara na miujiza ile ya kutoa pepo. Kuna watu mpaka wanatetemeka, wanaogopa kwamba yani huyu ni mwana wa Mungu kweli. Pepo wanamtii kabisa namna hii. Kwa hiyo wakaingiwa na hofu kwamba kweli huyu ni mwana wa Mungu mwenye uwezo huu na anafanya haya mambo kwa Mungu, kwa Roho wa Mungu. Lakini Mafarisayo walikuwepo na walisikia kwa masikio yao na wanasema kwamba yani hakuna kitu kama hiki. Yani huyu ni pepo mkubwa, anatoa kwa nguvu ya pepo na nini. Kwa hiyo wao hawakuamini. Hata leo hii kuna watu ambao tunahubiri injili ya Yesu Kristo lakini wanakataa. Wanasema hakuna kitu kama hicho. Wanagoma na nini, hakuna Roho Mungu, hakuna nini. Sasa mtu kama huyo akifa katika hali hiyo pasi na kutubu na kumwamini Yesu Kristo, ataenda wapi? Si atapotea? Si ataangamia? Si ndio Na kwamba anakufa katika hali ya kutokusamehewa nini? Dhambi zake. Lakini mtu kama huyo si kwamba mlango umefungwa. Hapo mwanzo alikuwa anabisha kwamba hakuna cha Mungu, hakuna cha Yesu, hakuna cha nini, hakuna cha Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Wanaongea mpaka na kufuru saa nyingine na nini na nini. Lakini kuna mahali kwenye kona fulani anakamatwa na Mungu. Huyo mtu anakuja, anatubu kwa machozi. Jamani, nataka kumwamini Yesu Kristo. Wakati alikuwa ni mbishi, wakati alikuwa anakataa, wakati alikuwa anapinga namna hiyo. Kwa hiyo mimi kwa ufahamu wangu tu najua kwamba mtu ambaye hawezi kusamehewa kwa kumkufuru Roho Mtakatifu ni yule ambaye hata kubali kuja katika kutubu dhambi zake, kumwamini Yesu Kristo, akafa katika hali ile ya upinzani na kumkataa Yesu, alimkataa Roho wa Mungu. Huyo atakufa na atapotea akiwa anamkufuru Roho Mtakatifu. Mafarisayo hawa ambao walikuwa nasema kwamba anatoa kwa pepo, si kwa nini, yamkini kama kweli wangeamua kunyenyekea na kutubu dhambi zao, wangeweza. Walikuwepo, mbona wengi tu walibadilika wakageuka. Kwa hiyo lakini kwa kushpaza shingo na wakang'ang'ania uovu huo na kuamini hivyo kwamba Yesu ni pepo na nini, katika hali kama ile wamemkosea Mungu, Roho wa Mungu, na wakifa vile, ninaamini kabisa kwamba hakuna cha msamaha hapo. Kwa hiyo kwa ufahamu wangu mimi ningeweza kuelewa hivyo kwamba pengine ni ile hali ya ugumu wa moyo wa mwanadamu wa kumkataa Kristo, kumkataa Roho wa Mungu, mpaka anakufa katika hali hiyo, hawezi kupokea msamaha wa dhambi zake. Lakini kama akitubu, naamini anasamehewa. Kwa ufahamu wangu mimi. Aliwezi kuwa jibu sahihi pengine, lakini ni ufahamu wangu na nakaribisha sasa kila mtu aweze kuongezea na kuchangia hivyo. Karibu. Kaka Jeff, nimekuona. Ndugu yetu hapa ameuliza swali kwamba tiba ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini? Jana tulijifunza kuhusu tiba ya dhambi, na hapa tulisoma maneno ya Yesu, si ndio? Yesu alisema kwamba hakuna tiba. Kwa hiyo kama mtabibu amesema hakuna tiba, tusitafute tiba. Lakini hapa dada ameuliza swali moja kwamba sasa vile kumkufuru Roho Mtakatifu ni vipi sasa? Na kama alivyoelezea mchungaji hapa, naamini kwamba sio kwamba labda utasema tu kitu fulani ovyo
na umekwisha basi. Hapana. Tukiangalia katika Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 51, hapa Waisraeli au Wayahudi pale walikuwa wanataka kumpiga mawe Stefano. Stefano aliwaambiaje? Alisema, enyi wenye shingo gumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Kama baba zenu walivyofanya, na nyinyi ni vivyo hivyo. Kwamba hao watu wanaonyesha dhahiri katika mioyo yao, wamehubiriwa Injili, wameambiwa neno la kweli, lakini badala ya kutubu, badala ya kunyenyekea, wanafanya nini? Shingo gumu. Hawasikii, wanakasirika, wanataka kumuua mtumishi wa Mungu. Pamoja na hapo, tukifungua katika waraka wa kwanza wa Timotheo, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, inasema, waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, basi Roho anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine wataikana imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Hawa ni watu ambao hata dhamiri zao wamechoma moto. Kwa hiyo inakuwa hawana ile kusikia sauti ya Mungu tena. Kwa namna hii, sio kwamba kama wangepata neema ile ya kutubu, kama bado Mungu anasema na wewe katika moyo wako kwamba utubu, ina maana kwamba bado Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Lakini kama husikii tena hicho kitu na moyo wako ni mgumu, maana yake hapo kweli tiba hamna. Amen. Kwa hiyo kwa kifupi, tiba nadhani hapo yani ni kukimbia haraka sana. Tubu, toba. Karibu kaka Justin. Nitaka kuendeleza pale alipoacha kaka Jeff. Ulitaja Waebrania 10, lakini pia kwenye Waebrania 6 kuna labda maelezo zaidi pale. 6:4 hadi 6 inasema, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za wakati ujao, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumtweza hadharani kwa dhahiri. Pale na tena vitu hivyo ni labda niseme haina jibu rahisi sana. Lakini inawezekana kwamba hali hii inaelezwa hapa kwenye Waebrania inaendana na hii hali ambayo Yesu anasema kwamba kufuru Roho Mtakatifu. Lakini ni Mungu tu ambaye anaweza kusema kwa hakika kwamba huyu labda niseme hivyo. Tunaambiwa kuna mstari fulani tukivuka hivyo hamna kurudi tena kwa Mungu. Kuna watu ambao wanasubiri tu hukumu. Yaani umevuka mstari Mungu na kwenye Warumi 1 pale inasema Mungu amewaacha kufuata tamaa zao. Kwa kuna watu ambao wanaweza kuvuka mstari na hawana kurudi tena. Lakini si rahisi mimi kujua mstari huu uko wapi. Na labda niseme naamini wakati mtu bado anasikia labda niseme mwito au wito wa Mungu anamuita, anajua kwamba nimekosea nini, bado dhamiri yake bado inafanya kazi, inahukumika, inatumika. Kwa bado kwa huyu naamini kwamba nafasi ipo kurudi. Lakini inawezekana kwamba mtu anafanya kwa kusudi, anaenda anapinga, anaenda kinyume na Mungu. Kuna siku Mungu anasema basi anamwacha, anaenda, hana kurudi. Lakini mtu ambaye dhamiri yake inamsuta, anavutwa kurudi, kutubu,
naamini kwamba ni Roho Mtakatifu tunasoma ni wema wake Mungu inatuongoza, inatuleta ili tufike kwenye toba. Kwa pale naamini kwamba bado kuna nafasi kwa huyu. Kwa hiyo maonyo hayo kwenye Waebrania naamini ni maonyo makali kutuonyesha kwamba kuna siku, na sio kama tunafanya kwa bahati mbaya tu. Ni kama tumejisahau, tumesema kitu, tumetenda dhambi basi tumekwisha. Hapana, lakini ni kwa kusudi kwenda kinyume na Mungu. Kuna siku, kuna sehemu tunaweza kufika na hamna cha kurudi. Kwa hiyo nitaka kuunganisha hapa. Amen. Naamini kwamba swali ile la kwanza na la mwisho yanaendana. Fikiri yamejibiwa. Unataka kuongezea? Okay, ndio, karibu. Yohana 3:18. Biblia inaeleza waziwazi ya kwamba wale ambao hawajamwamini Yesu au watahukumiwa. Na maana tunaposema hukumu ya Yesu ni kifo. Na maana mtu akitenda dhambi, mtu akikataa Yesu, na maana anahukumiwa kufanyeje? Kufa. Na mimi nilikuwa naongezea tu mstari. Okay. Nashukuru. Asante sana. Karibu. Unaongezea? Ninashukuru sana aliposoma Waebrania 6 mstari wa 4 unaishia 26 pale. Unaishia mstari wa 6 pale. Lile tendo la ule mstari ule limetokea kwa kaka yangu mimi, wa kwanza wangu kuzaliwa. Amenitangulia Tabora, mimi ni mtu wa mkoa wa Rukwa. Hapa Inyonga. Ametangulia hapa, akawa mwinjilisti mzuri. Akaanzisha kanisa vizuri sana. Akaniita tukaendelea na kazi. Nilipokuja hapa akaenda Dodoma. Akaanzisha kanisa pale tukaendelea. Kule ndio akapata ile roho ya mashahidi wa Jehova. Alipoingia hapo akaendelea nao. Akaenda Dar es Salaam na roho ile. Kufika Dar es Salaam kule akaona si vema, wakauza mji, wakagawana na shemeji. Shemeji akabaki kule, akaja huku Tabora. Alipokuja hapa mpaka hivi sasa amesharudi nyumbani. Anasema hakuna Mungu. Na kama Mungu yupo basi ni mzembe au ni mpuuzi, hajali watu. Fikiri wakiugua wanaenda Kitete, anawaachaniza wanakufa. Mungu wa kweli ni ugali. Ukitaka kuamini, acha kula ugali uone kama utaishi. Kumbe ukila ndio ugali. Akajiita yeye ni uhai. Akaanzisha dini yake. Akaja Baptist hapa, akahubiri siku ya kwanza, sijui kawaje akaliacha jina la uhai. Ndio ikawa Baptist inaitwa uhai mpaka leo. Lakini yeye mpaka hivi sasa, na juzi ananiambia kwamba katika washenzi wako watu wawili, ni Yesu na Muhammad. Ametugonganisha, hatuna amani. Kwa hiyo yule mtu kurudi sijui ni neema ya Mungu. Mpaka wakatuuliza siku akifariki tutafanyaje? Itabidi tutafute utaratibu wa kumzika, maana ameshakufa. Barikiwe sana. Karibu. Inasikitisha sana. Ni huzuni. Ni huzuni mtu kama yule ambaye alianza vizuri, sasa anakwenda kumaliza vibaya, na hukumu na moyo wake ndio umekuwa ni mgumu, na inaumiza. Asante sana Mwalimu Koroso. Zaidi wanapenda kusema heri mwisho kuliko mwanzo. Mara nyingi watu tunamaliza vibaya mwishoni. Niingie kwenye somo la mtumishi pale, kazia tu swala la baba pale. Amini kweli. Roho Mtakatifu yupo. Amen. Konaye anayetuongoza baada ya Yesu kwenda akasema nitawaachia Roho Mtakatifu. Sasa kama tukifika sehemu tukamwacha Roho Mtakatifu, hata wokovu wetu ni shida sana. Hivyo basi, tukisema kuamini kweli kweli na si kuamini. Unajua kuna kuamini kweli kweli na kuamini. Baba amenifundisha ndio limeniingia sana. Kuna kuamini na kuamini kweli kweli. Tukiamini kweli kweli Roho Mtakatifu yupo. Sasa tunamkufuru vipi? Roho Mtakatifu gani huyu? Kama nilivyosema baba pale. Ndio maana ya kukufuru Roho
Mtakatifu. Asante sana. Nashukuru sana kwa michango yote. Nashukuru sana. Hebu tumalizie na kaka yangu. Tuko pamoja? Tuko pamoja eh? Na mimi nitaka nije kwako kwamba na wewe ufahamu wako ukoje juu ya jambo hili. Labda ongezea kabla tujaje kwenye la mwisho pale. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi napenda kuuliza maswali ili nielewe kabisa. Kwa sababu kuna wakati mwingine huwa tunafundisha lakini hatuna uhakika na kile tunachokifundisha au tunachokielezea. Sasa ninapopata walimu lazima kidogo nitoke sehemu niingie sehemu nyingine. Lakini pia Yesu anasema kwamba Roho Mtakatifu ulimwengu haumtambui, lakini ninyi mtamtambua kwa sababu anakaa ndani yenu. Sasa hawa ambao ni wa ulimwengu sasa watamkufuruje Roho Mtakatifu wakati hawamtambui? Hilo ni swali. Lakini pale pia kwenye waraka wa Yohana pale sijajibiwa hili swali. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 16. Ndio tunakuja huko. Hatujagusa bado hapo. Tunakuja huko. Amina. Lakini hapo ulipomalizia mwishoni hapo tutafakari zaidi hapo. Unaweza kukaa tu kwamba sisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Lakini watu wa ulimwengu, hao watu wasiomjua Mungu wao Roho wa Mungu hakai ndani yao. Na pia Biblia inasema kwamba yani wao mambo ya roho yani hawayatambui, hawayajui. Kwa sababu yanajulikana na watu walioko rohoni. Lakini kwamba sasa wanamkufuruje Roho Mtakatifu hao watu wa huko. Ndio kama Mafarisayo pia. Kama Mafarisayo waliokuwa na Yesu pale siku ile. Wanakataa habari ya Roho wa Mungu. Yesu anafanya miujiza pale, zile ishara zile, wanasema sio Roho wa Mungu, wanasema ni pepo. Yaani huyu Yesu amekuwa ni pepo kubwa kuliko mapepo mengine au madogo madogo ambayo anayatoa hayo. Uwezo wa Mungu alafu unakuja kusema ni kitu. Kwa hiyo hao Mafarisayo wapo hata leo Mafarisayo wanamkufuru wa Mungu kwa staili mbalimbali. Na ndio watu tunasema kwamba wakiendelea kukataa uwezo wa Mungu mpaka wanakufa, watapotea, wataangamia. Kwa hiyo lakini wana nafasi ya kutengeneza, wana nafasi ya kutubia uovu wao ule na wakapona na ile hukumu. Tusomee huo mstari wa waraka kwanza wa Yohana 5:16. Kaka Justin, karibu. Karibu. Yohana 5:16. Kwa kifupi pale ninavyoelewa. Kwanza tunajua tumesoma kuhusu tiba ya dhambi. Tiba ya dhambi tunapata kwa Yesu. Ndio. Kwa hiyo kuhusu dhambi iliyo ya mauti na dhambi sio ya mauti. Kwa uelewa wangu pale, kwa mfano mtu akizini, asipotubu, hii ni dhambi ya mauti. Inampeleka jehanamu. Ndio. Yaani bila kutubu, bila kupewa msamaha kwa Mungu, hamna tiba. Yaani lazima yeye mwenyewe atafute tiba. Lakini kwa mfano, labda nimeongea kwa kauli mbaya. Kuna sehemu nyingine nasema kwenye Yohana, ni Yohana huyu anasema kwamba kila kitu ambacho sio haki ni dhambi. Sawa? Wakati nikiongea kwa kauli mbaya ni dhambi. Lakini hii dhambi naamini ni dhambi sio ya mauti. Sio mauti kama ile labda kwenda kuzini. Sawa? Kwa mfano, nimemwona kaka Jeff, au labda yeye ameniona mimi. Kwa sababu jana katika kujibu maswali mengi, najua kuna sehemu nilijibu tofauti na ilivyotakiwa pengine. Kwa uleo wangu. Anaweza kuniombea mimi katika hilo. Sawa? Na Mungu ananipa uzima. Lakini akiniona kwamba nimezini. Yaani hata akiniombea pale, Mungu hata nisamehe mpaka mimi nakuja kutubu. Kwa kifupi, navyoelewa pale ni hivyo. Dhambi ya mauti
Ni dhambi hizo ambazo tusipotubu basi inatupeleka jehanamu. Lakini hizi dhambi sio ya mauti ni hivyo vitu vingine ambavyo tunachukulia kama kawaida. Lakini hatutakiwi kuchukulia kama kawaida. Tunatakiwa kuwa makini tunavyoishi, lakini vitu hivyo ambavyo kwa hiyo labda muuliza swali. Karibu. Inasema iko dhambi ya mauti na iko dhambi isiyo ya mauti, na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa natafuta hii dhambi isiyo ya mauti, na dhambi yenye mauti ni ipi? Kwa maelezo ya kaka unaweza ukatuelezea ameeleza kitu gani? Kwa maelezo ya kaka Justin unaweza ukatuambia ameeleza pengine kitu gani, lakini pengine bado hujaridhika, lakini hebu rudia tu alichozungumza alafu tuone umeelewaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yada ambacho sijaelewa ni juu katika maelezo aliyoyaeleza kwamba anaweza kaenda kuzini, asipotubu inakuwa dhambi ya nini? Akitubu haiwi dhambi ya nini? Ndicho nilichokielewa. Sawa. Sasa dhambi ya mauti ndio niko naitafuta kidogo hapo, ili kidogo nielewe zaidi kidogo kwamba iko dhambi ya mauti na iko dhambi ya mauti. Hebu rudia ule mstari wa 16 vizuri sana, kwa umakini kidogo. Mstari wa 16, hebu mmoja atusomee tena kwa sauti. Akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. Ishi hapo kwanza. Mtu akimuona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, sio aliyetenda. Wewe uliyeniona mimi nimetenda dhambi sio ya mauti, neno la Mungu inasema wewe utaniombea mimi hiyo dhambi sio ya mauti, na sitahesabiwa dhambi. Paka hapo tuko sawa? Lakini hiyo dhambi sio ya mauti ni ipi? Ndio tuangalie kwanza hiyo. Dhambi sio ya mauti ni ipi ambayo wewe ukiniona mimi naitenda utaenda kuniombea, alafu Mungu atanisamehe, atanirehemu? Labda nitoe ushuhuda. Siku moja nilikuwa naingia ofisini, bahati Kajasi ametoka na yeye alikuwa ni shahidi, kwa sababu ikabidi niwaite wote ili tuliweke jambo hilo kwa sawa. Nilikuwa naingia ofisini, lakini nikawa nimepaki gari vibaya. Na mpendo wangu na yeye alikuja na gari lake. Sasa nafasi ilikuwa ndogo, anataka kuingia kwenye geti. Bahati mbaya gari lake likaguswa na geti, kwa sababu mimi nilikuwa nimepaki gari vibaya, nikiamini kwamba nafasi hii anaweza kapita vizuri akaenda kuingiza ndani huko. Kwa hiyo alipoingia pale akagonga vibaya gari lake, kachuka kidogo. Sasa akanijia akasema, "Sasa mchungaji, samahani, utakiwa upaki gari lako vizuri." Mimi nikamwambia, "Lakini mbona nafasi ni kubwa hapa, ungepita tu hapo." Unanisikia vizuri Hakusema chochote. Aliondoka kimya na gari. Lakini aliondoka kwa hali ambayo haikuwa nzuri. Nilivyoona mimi, nikaona kwa hali ambayo sio nzuri. Sasa mimi moyoni mwangu nikasema, nimesababisha hii hali. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, kweli hapa mazingira haya mimi ndio mkosaji. Kama Mungu nisamehe, naomba msamaha kwa hili jambo. Lakini pia hata ndugu yangu hata hajatamka chochote, lakini alivyoondoka, Mungu naomba msamehe. Bwana asifiwe.
Sasa Mungu naomba umsamehe. Maana nilivyoona vile alivyoondoka nikaumia na mimi kwa pengine labda nimefanya kitu ambacho ni kibaya zaidi. Kwa hiyo nikamuombea, Mungu naomba msamehe ndugu yangu huyu. Nikaomba kabisa. Asubuhi yake tulipoamka, tulipofika tena kazini, kabla nikamuita. Kaambia samani kaka, shika mkono, samani nimekosea, jana nilikukosea. Sema mchungaji, yani hata mimi pia nilipoondoka vile nikaona nimeondoka vibaya na mimi nilikuwa nije nikuone ili niombe msamaha. Unaona Lakini kwa ujumla mimi nilimuombea msamaha, lakini kumbe naye yuko roho Mungu naye akazungumza naye. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo ukivifanya ukamuombea yule ndugu, sio kwamba eti ndio atakwenda motoni vile. Hiyo ni dhambi ambayo mimi nimeiona, lakini sio ya mauti. Ni namna hiyo tu. Naamini ni maombi yangu nilipomuombea, naamini kabisa Mungu alimsamehe, Mungu alimrehemu, hivyo namna hiyo. Kwa hiyo dhambi sio ya mauti, ni kama hiyo. Lakini hebu kama ungeniona mimi natoka gesti na binti au na mwanamke ambaye sio mke wangu, si ndio? Umeniona kama mchungaji ameingia kule na mwanamke yule afu sio mke wake yule na nini? Bila shaka ni mazingira tu kama hayo, ni dhambi, imetoka kwenye uzinzi, si ndio Wewe kapiga magoti kule chumbani kwako kuniombea juu ya dhambi hiyo, kama Mungu atanisamehe mimi. Itawezekana kweli? Sio rahisi. Inanihitaji mimi mwenyewe hapo niombe mbele za Mungu. Lakini wewe huwezi kuniombea mimi nimemwona mchungaji Koroso ametoka kwenye uzinzi, Mungu msamehe, sidhani wapendwa, sidhani. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Sijui kama kaka yangu sawa Nashukuru sana. Nimuongezea kwa maandiko wanaostahili mauti sasa. Tusome Walumi sura ya 1 mstari wa 28. Ni mistari minne pale kidogo. Na naomba anisaidie mtu kusoma kwa sababu mpaka miwani nipate. Walumi 8, Walumi 1:28. Walumi 1 fungu la 28. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zilizofaa wafanye yasiyowapasa. 29. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu wa tamaa na ubaya, wamejawa na usuda na uwaji na fitina na adaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabali, wenye majivuno, wenye kutunga mambo yasiyowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Mwisho, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wametenda hayo wala si hivyo tu, bali watakubaliana nao wayatendao. Malizia Zaburi 16:15. 16:15 na tunasema hivi: Kifo cha uaminifu wa Mungu kina thamani machoni pa Bwana. Ndio. Inasema hivi, ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Okay, asante. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa mistari hiyo, na kifungu kile cha kwamba tumesoma cha Warumi unaweza ukakipeleka hata kwenye yule mtu ambaye anakufuru Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tumezungumza mauti mbili hapo. Hii mauti ya kwenye Zaburi ambayo tumeiangalia ni mauti ya kile kifo cha mwili huu. Yaani mtu anakufa katika mwili, anatengana na mwili, halafu huyu mtu anakwenda wapi? Kwa Baba. Bwana asifiwe sana. Au mauti ambayo tumeiangalia hapo kwenye Warumi ni mauti ambayo mtu anakufa mara hizi
anakufa kifo cha kutengana na mwili huu, lakini kuna mauti ya pili ya motoni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba tulielewe hilo hivyo. Nashukuru sana kwa mistari hiyo. Amina. Basi naomba tuishie hapo. Samahani. Mimi nilikuwa na ushauri kwa ndugu yangu kuuliza maswali. Ndio. Mara nyingi amekuwa na maswali yenye utata. Anafanya mpaka matatu mangapi. Mpaka nawaza pengine baada ya kozi yetu ya siku 3 ni vizuri akapata shule pia ya Biblia, ili maswali yenye utata akitoka kule wala 75 atakuwa amepata uhakika, ili anaporudi kwenye kanisa sasa atakuwa na kiwango vizuri. Ni ushauri wa bure kwake. Kwamba naye ajiunge na kozi. Ajiunge na kozi. Okay, lakini maswali yake ni mazuri sana. Ni ya msingi sana. Yanatusaidia na kutufungua sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Asante sana. Basi Mungu mwema, naomba tuinamishe vichwa tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mjadala wetu huu. Tuombe. Baba, tunakushukuru Mungu mwema. Asante Mungu wa baraka. Tunakushukuru Mwokozi, tunakushukuru Mfalme wa falme kwa jinsi Mungu ambavyo umesema nasi. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe Mungu mwema, kwa uaminifu na uweza wako na ukuu wako Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo Mungu yake. Asante kwa jinsi Mungu ambavyo umesema nasi kupitia neno lako la uzima. Tunakushukuru Mungu. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen.